wapenzi watazamaji wetu. Kuna vingi tunahitaji kuwaletea kwa hizi kwa sasa zinazojiri. Kikubwa zaidi niko mbele na mzee wangu Mheshimiwa Mzee Saidi. Kinachojiri sasa hivi ni habari nyingi zinazohiti ndani ya nchi yetu. Ligi inaenda ukingoni, lakini ukingoni huko bado kuna sitofahamu ndani ya vilabu vyetu hivi viwili, Simba na Yanga. Tulikuwa nimepita dabi ya tarehe 8 Machi haikufanyika. Leo bodi ya ligi imepanga tena mechi nyingine tarehe 15 inatakiwa ifanyike. Lakini siku ya jana tunashuhudia wazee wa Yanga na wanachama pia wa Yanga wamekaa kikao kuonyesha msisitizo kuwa ile kauli hatuchezi ilivyoanza ikaja hatuchezi na jana wamethibitisha tena hatuchezi. Kwa hiyo kwa mifumo hii inavyoonekana tarehe 15 dabi haitokuwepo. Mzee Saidi unalichukuliaje? Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja, na nashukuru kwa kuniita. Naam. Kuja kulizungumzia swala la klabu ya Yanga. Ndio. Kwanza nataka niwapongeze viongozi wa Yanga pamoja na wanachama wa Yanga na wapenzi wa Yanga. Wote unawapa pongezi. Nawapa pongezi. Ipi hiyo pongezi? Ili kusudi hata Simba na wenyewe wajifunze haya. Ndio. Na ndio maana nilikuwa nikisema siku zote wenzetu wana misimamo. Na misimamo ndio hii inaonekana mpaka dakika hii. Leo tuna tarehe 6. Leo. Na jana wamekaa vikao vyao wenyewe wenye timu yao. Sio Engineer Hersi hayupo hapo. Hayupo yeye. Wamekaa wenye timu yao. Wamekwambia kwamba sisi hatupeleki timu, na wakipeleka timu hao walioipeleka timu watakuwa hawana imani nao. Na maana ni viongozi wao watakuwa hawana imani nao. Kwa nini? Moja, wanatoa msisitizo wa pamoja kwa kwamba letu ni hili, tuko tayari kwa lolote. Hili ni funzo pamoja na vilabu vingine. Hatutaki lijirudie, hatutaki lijirudie, tumeshaongea, tumeshasema, tumeshafanyaje. Kwa hiyo huu ni msisitizo wa kilabu yenyewe ya Yanga. Na ndio tulikuwa tunatakiwa na sisi tufanye vile, wakati tunalazimishwa tuende tukacheze Zanzibar. Yaani huu ni msisitizo. Kuona mngepita mule na mule. Yaani angalia Yanga wanapita wanakwambia wako tayari kwa lolote lile. Wako tayari. Wanataka wajue haki yao iko wapi. Kwa nini mechi haikuchezwa? Lakini kwa nini wameweka ugumu namna hii? Ndio. Wanajua wenyewe sababu zao. Kwa nini wameweka? Usiwaone wajinga wale, wala usiwachukulie wapumbavu. Wanalao wanalolitafuta. Kitu gani hapa wanachokihitaji wakamilishe? Pale wanataka watu wameguke afu wajue wewe wanafanyaje. Wapi sasa wana mimi nakwambia wewe bwana wewe Yanga, mimi ndo maana nilikwambia ni Wagalatia hawa, wanalao. Sio bure. Utata unaendelea. Lakini kwa mifumo hii unahisi Mzee Saidi tunatenda haki kwenye ligi yetu au wao wanajua wanachokifanya? Wewe kama shabiki mimi siwezi kuwajibia. Mimi siwezi kuwajibia kwa sababu wenyewe wapo watajibu. Na hili nalo liongea leo, kesho utakuja kuniletea tena kitonge changu. Mzee Saidi, kwani ndio yale ulikuwa unayaongea ndio haya? Mnayaona yanapita yatakuja kutokea. Na nilikwambiaje? Nilikwambia wale kweli hawachezi. Wale hawaleti timu kweli. Wale hawaleti timu kweli. Wana misimamo. Wale sio watu wa kuyumba. Watu wa kuyumba sisi sio wale. Sisi tukiambiwa leo amkeni nendeni huku tunakwenda. Sasa mbona tarehe 8 amekucheza mlitia msimamo kutocheza na barua imeenda? Sio Simba. Simba angeambiwa peleka timu angepeleka. Waliojichanganya wenyewe wanaosimamia mpira wao, walioahirisha mpira. Kwa sababu kuna watu walisema waambieni wapeleke timu. Kuna dabi nyingi zinakuja huko nyuma, mbona zipo tu dabi? Kutosha. Dabi za kutosha, waambieni wapeleke timu. Simba yeye alitaka kujua ni kwa nini nimezuiliwa kufanya mazoezi mpaka jibu lipatikane. Sasa hawa walioulizwa hawajatoa jibu, wao wakakurupuka kufungia mechi. Dabi hakuna mpaka itakapo tarehe nyingine. Kosa Yanga naye anasema mimi sitaki, na mimi nataka nijue sababu ni nini. Lakini ukumbuke hapo najua na wenyewe TFF wamepata kiburi kutoka wapi. Yanga walikurupuka. Yanga walikurupuka wakaenda kasi.
bila kwanza ngazi ya chini, bila kwanza ngazi ya chini wala kuwa na ushahidi kamili. Wakaondoka wao, si tunataka haki yetu, twendeni kasi. Wakapeleka jambo lao kasi. Kasi limeenda limekaa, wameshindwa kulitafsiri kuliamua kasi, wamelirudisha TFF. TFF naye kapata kiburi. Si mmeshindwa? Kamati ya ligi ile imepata nyewe mlienda kule kwenyewe. Sasa mmeambiwa mrudi huku, na ndio maana ukaa kuna mvutano ukaenda mpaka bungeni. Sawa. Yanga hataki, TFF naye kashikilia msimamo wake. Nyinyi si mlienda kule, amtaki. Sasa ndio maana na wenyewe wanakuambiaje, si tuko tayari hata kushushwa daraja. Sasa tafsiri yake nini hapo? Tafsiri yake kuharibu mpira wa Tanzania. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake uswahili mwingi. Kila siku mimi ndo nakwambiaga uswahili mwingi, maneno ndio haya tunaharibu sasa, hayaendi. Uswahili mwingi, alafu na hakuna kitu kibaya kama mahaba. Na mtoto ukimlea ndani ya mahaba analeta shida. Siku ukiunguruma tu kosa. Kwa hata kusema mtoto alivyolelewa ndio hivyo anavyoenda sasa hivi. Ndivyo alivyo. Anajiamulia kufanya anapotaka. Amheshimu mzazi. Wewe si umesema wewe ndo mtu wa mpira wako? Sasa mimi sileti timu yangu. Kwa sababu Yanga ni mwanachama wa TFF. Ndio. Sasa mwanachama anamdindia mwenye mpira wake, mimi sileti. Wewe unasemaje? Siji. Utajua wewe. Utajua mwenyewe. Unahitaji mimi kikae sawa. Mpaka ninachokitaka mimi. Shughuli ipo babu. Lakini hukumu si inaweza ikatoka ikawa Yanga anashushwa tena. Ukishusha Yanga, wewe bwana wewe, ukishusha Yanga, mimi nakwambia hivi, mpaka sasa hivi Yanga wenyewe wanakwambia sisi tunataka tujue hata FIFA, tutaenda hata FIFA wakisema watushushe daraja, tuko tayari. Na jana kuna kauli walizoizungumza, wamesemaje? Endapo ikatokea tarehe 15 Simba wameenda, mamlaka ikaamua kuishusha Yanga au kuiponya Yanga pointi 15, basi kitajulikana nini kitakachokuja kujiri. Naona kama kuna kauli ya kiutisho hivi, wanawatishia wazee, inakuaje sasa? Ndio nimekwambia hivi, siku zote mwanachama anapokuwa na tabu anafanya anavyotaka. Siku kikaza ukiweka sheria atakusumbua. Si ulishamwacha mambo yake mengine anapitisha tu. Sasa na wewe la kwako umetaka kupitisha, limeleta shida. Wewe unamwachia kila siku anapitisha mambo yake. Sasa na wewe unasema ngoja na mimi leo nipitishe langu. Sasa yeye na yeye hataki. Zinakuja zinagongana. Zinagongana bwana, wewe upitishe, sipitishi, sitaki. Kwa sababu wewe ulimwachia. Kapitisha mambo yake mengi kwa huyu mwenzangu, mwanachama wangu. Na mimi nitakuja kupitisha la kwangu, litakuwa halina shida. Sasa kataka kupitisha lake limeshindikana, mwanachama kawa mkali. Unamfanyaje? Anakuwa juu kuliko anakuwa juu, unamfanyaje? Anahitaji kusimamia mamlaka zote na kwa sheria. Unamfanyaje hapo? Una jinsi. Na anakwambia yeye ile nini ile busara hataki, ile safari busara. Yeye anachotaka watu waondoke. Kama ilienda sasa bungeni, imekataliwa bungeni, rudisheni huko, mamlaka ndio nayohusika. Yani bungeni, ngoja nikwambie, ukipeleka bungeni na wao ndio wanachokitaka mpira uvurugike. Wao wanachokitaka mpira uvurugike. Si mmeenda kuujadili sehemu isiyohusika, kwa sababu ukichukua mpira ukiupeleka serikalini ni sehemu ambayo sio husika. Haiwahusu. Vipo vyombo na mamlaka inayosimama ndio maana yake. Basi kama wewe umeona umezulumiwa na TFF, kuna sehemu za kwenda. Sasa kama wewe kuna sehemu za kwenda, huyu TFF ndio anatakiwa kupe msaada wa kutoa ushahidi. Sasa wewe na TFF, mimi niliwahi kulisema hata nilivyoenda, tena mimi nakitaja na chombo, hata nilivyoenda Wasafi. Mimi wale watu wa Wasafi waliniona mimi mpumbavu, nachokiongea sikijui chochote. Lakini ulikuwa na kwenye engo zako ulikuwa unazifikisha. Niliwaambia kabisa kwamba hii Yanga mnaiona, hawa hawaleti timu hapa, itumike busara ya hali ya juu. Yanga wataleta timu, lakini mkisema muende hivi timu haiwezi kuletwa. Sasa mtani anaponywa, hayupo kwenye ligi tena, tutamwona wewe tena hivi ligi tanoga hapa. Ndio maana nakwambiaje, na wao wanajua kabisa Yanga haiwezi kushushwa, kwa sababu ligi ya Tanzania itakuwa haina mvuto.
Kwa hizi zote yani Yanga wametega sehemu hizi tatu. Wewe unayatafuta, mimi niongee, lakini sitaki mpaka mimi nataka mpaka yani yaje yajionyeshe, yajikae kwenye engo yako. Yakishajionyesha katika engo yangu ile ndio kwa naiongea, naambia mnaona mimi natakaga kusema vitu na ushahidi utokee. Mimi naonekana mpumbavu, lakini vikishatokea watu wananyamaza. Wakishatukana wametukana, lakini ukija kikaa vizuri kinyoka, mzee yule aliongea. Ukishasema mzee yule aliongea, ina maana umeshakubali. Wame appreciate kwa mzee alichokitamka ni sahihi, mule kaenda kwenye engo. Sijui unanielewa. Mimi baba yangu alikuwa Yanga. Babu yangu alihemu mzee Juma Kuingu alikuwa Yanga pure. Tena enzi hizo waliokuwa wanacheza mpira, mimi tunasikiliza ule mpira alikuwa kina Saidi Mlisho kwenye zile radio zenu za nini za zamani 977. Unaigonga huku nyuma mpaka inafanya ndio inaongea. Usichake nakwambia ukweli. Yanga mimi naifuatilia, Simba mimi naifuatilia. Enzi ya kina Bamchawi watu wanawajua. Kina Bamchawi watu wanawajua juu. Lakini vikao vyao vilikuwa vinafanyika Chang'ombe pale kwa mzee mmoja, sasa hivi na yeye namtaja Rahemu Mwarabu, mtu wa Manyoni, Majid Seif Slimu. Ndio vikao vyao vilikuwa vinafanyika pale kwake Chang'ombe pale. Sisi wadogo, lakini mimi tayari nishaujua mpira. Tunawasikiliza wanakaa vikao vyao pale. Bamchawi ulikuwa uongee naye mara mbili. Yanamaliza. Wewe uongee naye mara mbili Bamchawi. Kuna mwenyekiti sasa hivi, kuna wenye viti hao. Kuna kwa watu wanaongea babu Simba pale. Uone kama Mangungu anapoongea. Anaongea kitu gani bwana wewe useme kiongozi. Wewe achana naye bwana, tuacha tuongee vitu vya msingi. Umenelewa? Wale walikuwa wanapanga pale mambo yao yananyooka. Na ndio maana mimi nikikwambia kitu huwa nakaa nakifuatilia, nachukua engo zile za zamani za watu wale wa zamani waliokuwa wanatuongoza kina Tabu Mangala Tabu. Watu walishatokea kwenye kitundu cha dirisha kidogo. Wanaume wamekuja na bakola. Anapenya. Haya wewe unafanya mchezo na Yanga nini wewe? Yanga si sasa hivi tu sheria zinawabana. Wale wakisema si tunakuja wanakuja kweli. Yaani nguvu moja atakuingia. Wewe kuna mwenyekiti gani wa Yanga anayesumbua pale? Walimwambia yule nani yule Nchunga, unaondoka uondoke. Nchunga akasema siondoke. Watu wakaenda kuweka hema na sufuria za ugali, wanapika pale ugali. Hawafanyi chochote, wamekaa tu wanasonga ugali. Hawaongei naye. Wao wamemwacha tu. Bwana yeye akitoka akiingia bwana vipi? Tuachie timu yetu bwana, wewe ondoka bwana. Si hatukutaki. Ndio neno lao. Sasa Simba nani anaweza kufanya namna hiyo? Wapo. Kina nani? Wanachama. Kama imeshindikana umeipeleka hivi, unajua saizi sisi tungekuwa mabingwa wa Afrika sana. Lakini watu wamelegea, umeipeleka timu kule. Halafu mnataka kuleta mambo yenu ya ajabu. Kwa hiyo mimi nakwambia Yanga wametega vitu vitatu, na hivi vitu ni kwao vina msingi mkubwa sana, lakini sivisemi, ila kuna vitu vitatu, na vikitokea vile Yanga bado ataendelea kutusumbua. Sasa kwa nini mzee Saidi? Acha kwanza tuyaache hivi. Kwa hiyo wao wana msingi wao wa kugoma kuleta timu, wana sababu zao za kutokuleta timu, wana heri zao za kutokuleta timu, na wanajua kwa nini tunafanya hivi, na wanajua ni kwa sababu gani. Sio wapumbavu, wana akili zao wale, msiwaone wajinga. Na lile neno lao hatuchezi ngo. Nyie mtali limezidi hatuchezi. Umesikia ile na nyie mtawachukulia hatuchezi. Nyie mnalichukulia kama masiala vile, lakini lile neno lina msingi mkubwa sana, na utakuja kuliona lile neno. Sasa siku ile likija kutokea, kama utalingamua utanipigia simu. Kama nitalingamua mimi kuwa ni hili, afu mimi nitakupigia simu. Chapesa njoo, neno hili hapa. Wana mambo matatu makubwa wale. Tarehe 16 hapo tunapata majibu ujue. Sasa mimi si ndo nakwambia. Tarehe 16. Kwanza cha msingi, kuna kitu wao wanataka kinyemelee pale TFF. Bwana. Pale TFF. Saidi unataka kuweka mambo yao pale. Wakishaweka mambo yao pale, alafu mimi nitakuja kukwambia umeona?
tuishie hapo hapo. Lete topic nyingine tuendelee. Walikokuwa wanataka wafikishe jambo lao ndo hapa. Mzee Saidi, kuna tetesi nyingi nilikuwa nazisikia. Hadi kuna siku kama nilikudokeza hivi. Bwana Rais wa Yanga. Engineer Hersi Saidi. Tetesi zile zilikuwa zimevuma leo hii. Zinazidi tena kuchimbuka. Inaonekana Januari bwana anakuwa mheshimiwa mbunge. Naenda kugombea ubunge. Anaenda kugombea ubunge Kigamboni hapa. Unajua mimi yule kijana namheshimu sana. Alafu ni mdogo wangu, ni swaiba wangu. Ndio. Sina masiala naye na namheshimu kama kiongozi thabiti wa Yanga. Safi kabisa. Na kwa mimi binafsi siwezi kukubali ndio moja kwa moja, kwa sababu bado sijazipata habari kiundani zaidi kama ni kweli yule bwana anatakiwa kwenda kuwa mheshimiwa. Na kama atakuwa ni mheshimiwa, basi mimi namtakia kila laheri na namwombea ishara kwenye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amuongoze kila anachoenda kukipambania. Mwenyezi Mungu ampe asipate shari yoyote. Yaani tuseme Mwenyezi Mungu amsimamie yule kijana. Sawa, ndo ameenda kapata. Unadhani katika hili Yanga watasimama tena kwenye misimamo yao kama alivyokuwa yeye kiongozi anavyosimamia pakati uongozaji wake wa Yanga, yeye akienda kuwa mbunge? Niliwahi kwenda kwenye futulu ya kwake na niliwahi kumwambia hili. Yanga wakija wakikukosa watakuja kulia kilio cha mbwa. Ulikitamka. Ndio limaanisha utakuja kukukosa. Muache huyu au akiondoka huyu bwana. Na ndio maana hizi vurugu zote, unajua unanichimbua ili niende. Unajua ndio maana hizi vurugu hatuchezi sijui nini. Yanga wana mambo yao matatu. Siku yakitokea ndo ndakuja kukwambia. Unaona nilichokuwa nakwambia. Yanga wana akili babu ya mbali, yani wanaangalia kule afu wanashona mshale. Utajua nyinyi umeshamkuta. Ukimsikia mtu kafanya haya ndio yeye. Mtu analia. Kwa hiyo mimi nachotaka nikwambie, kama ni kweli basi mimi namtakia kila laheri katika majukumu yake ya taifa la Tanzania, kwa sababu pale anakwenda katika ngazi kubwa zaidi ya kuiongoza nchi yetu. Ndio. Kuitakia kila laheri nchi yetu, kwa sababu akishakuwa mbunge ujue sheria zote naye anapiga kula za kupitisha sheria sana. Kwa hiyo aende akatulie, afanye kazi yake kwa uhakika, atoe maamuzi yake kwa uhakika, asiwe shabiki aende tu kule yeye kazi yake kulala. Wenzao wanapiga meza naye kakurupuka ndio anapiga naye meza bu. Kijana yule atoe mchango wake wa mawazo, afunguke. Sana muona mwenzie Mwinjuma. Tunataka changamoto namna hiyo, vijana waingie ndani ya serikali wamsaidie mama. Huyu wa nyuma nani huyu? Anayemwacha huyu mtani wako? Anayemwacha nataka kimkute kile 2019 17 anatembea na bakuli. Bana, mimi najua unanitega. Mimi sitaki, mimi siongei chochote. Unajua mimi unanifunua, lakini mimi najitahidi kujifunika. Hebu wewe kwanza tulia. Raha ya maneno inakuja mbele raha ya maneno. Wewe tulia tu. Pointi zinaletwa. La haula wala quwata. Ukimwona mtu anapiga swala kajiandaa kwenda kusali. Wakati umefika. Na ndio maana na wenyewe wanajua wamechungulia ndani kule wanaona sio sehemu nzuri. Hii sio sehemu nzuri. Na hawa waliokaa hapa tengeneza mambo yakae vizuri barabarani. Safisha njia mama apite. Mapema. Wafikiri Yanga wajinga. Yanga wanasafisha njia. Leta lingine. Sitaki. Wao unanitafuta mimi niaseme, mimi sisemi. Wavai ndugu zangu. Nitakuja kuyaongea atakapokuwa imekaa vizuri washabiki wangu wala msiwe mnasubiri. Tulieni kwanza. Bado nayafuatilia ngazi kwa ngazi, kwa sababu ukishaambiwa ni tetesi, basi kama ni tetesi kaa utulie. Uifuatilie. Sio unakuja unawadanganya wa Tanzania. Sipendi kuongea uongo. Na wala ileti maana. Yaani katika vitu vyangu ambavyo sivipendi kuongea uongo jambo alafu wa Tanzania wanaenda kukubeza. Sipendi kuongea vitu
vya matusi, yani kumtukana mtu bila sababu. Kwanza yani kukutukana mimi huwa sipendi. Safi kabisa. Umenielewa eh? Kweli. Alafu cha pili, kujidhalilisha, kujitoa utu, mimi huwa sipendi. Nitoe tu utu kwa sababu umeniona mimi naongea, nitoe tu utu. Lakini mimi kujitoa utu mimi binafsi, mimi ni mtu mzima na familia, na humu wanamuangalia wanaangalia mpaka watoto wakubwa na watoto pia. Siku moja kaangalia mke wangu, hii leo nakupa, akakutana na neno maneno yanasema, watu wanaweka comment, mnasema comment sijui, rudi kwa Chagamba, huyo unaongea naye hafai. Hakuna binadamu asiyefaa, binadamu wote tunafaa. Sawa sawa. Sijui unanielewa vizuri? Sawa sawa. Jambo likishindikana huna budi kulilazimisha. Kikwete amesema hivi, Rais wa Jamhuri ya Muungano mstaafu Mzee Kikwete alisema hivi, si kama sioni, si kama sisikii, wananitukana. Baba yule nilimuonea huruma kweli, yani haki ya Mungu. Kikwete alisema si kama sioni, wananchi hao wanamtukana, si kama siwasikii, yote nayapata, yote nayapata na mamlaka ninayo ya kuamua nini nikifanye, lakini utu. Kwa hiyo Watanzania sisi tumefundishwa utu, hatujafundishwa matusi cha pesa. Sawa sawa. Sawa sawa. Hatujafundishwa matusi, sisi tumefundishwa utu wa kujaliana. Sasa hivi utu wetu unapotea, utandawazi ndio unaharibu. Lakini nawaomba sana Watanzania, turudi katika hali yetu. Wakenya wanatofautiana wenyewe, na hii usiikate. Wakenya wanatofautiana wenyewe, wamemtukana mama we, lakini Wakenya wanaulizana, hivi nyinyi mnawatukana Watanzania wamenyamaza kimya? Unajua nini? Hamjiulizi kwa nini? Hamna aliyojibu. Watanzania wanagombana, mlishawaona wamekuja kwenu? Hakuna. Nyinyi sisi tukivurugana mnakimbilia Tanzania pale. Muogope sana mtu anayewauliza wenzie. Mimi nakwambia kimya pia anatakiwa mheshimu. Kwa nini amekaa kimya? Ana nini anajifikiria? Jaribu kutafakari na wewe. Jaribu kutafakari na wewe kwa kina. Mimi huyu mtu kila siku namtukana, huyu mtu kila siku mimi namzodoa, lakini yeye kakaa kimya, hajibu. Nini anafikiria nini huyu? Sasa yule anaongea na Mwenyezi Mungu kila siku. Sisi Watanzania tunatukanwa sana na wale watu. Sio kama hatuumii, tunaumia haswa kumtukana mama yetu, tunaumia sana ndani ya mioyo yetu. Lakini sisi tunaongea na Allah. Allah ndio atasimamia kila jambo. Litapita. Litakwisha hili, alafu sisi tutapiga hatua. Watavurugana tena. Sasa sijui wakija wakikimbilia huku, na mimi siku wakikimbilia huku namwambia mama wape za uso hao. Utaomba naye hata nafasi kidogo. Tukuna kuomba nafasi, wape za uso. Upande wako unaweza kwenda kuwatimua kabisa. Tena mimi ajaribu mama aseme. Na waswaga wote na wajua. Lete kipande yako, najua tayari yeye huyu. Maka wale hawasemagi lete kitambulisho. Lete kipande yako, najua kipande nini wewe, kipande shamba. Pita nacho. Wewe unaondoka naye. Rudi huko. Sio nyewe tunajuana. Sisi wenyewe wameongea. Kuna shehe mmoja yuko kwenye mitandao, yupo nafikiri ni Mombasa ile, sijui ni Nairobi, kasema na watukana hao watu wamekaa kimya. Mtafakari. Mnawatukania nini? Yeye huyo mama alienda kutafuta nini huko? Yamewashinda ya kwao. Wakae nayo ya kwao wayamalize. Hata mimi wale hata wakinitukana siwashangai, sababu watu wenyewe hawana lugha. Lugha hawana. Si lugha yetu tunajisifia ni wa Kiswahili. Leta habari nyingine. Mzee Saidi. Naam. Bwana, tetesi zilikuwa nyingi sana kwa volkano wako. Volkano. Tetesi zilikuja, ukaja kwa mkopo Simba. Bwana Simba hawajamsajili, mkataba wake umeisha ule wa mkopo, sijui nini na nini. Tetesi zikaonekana wana Yanga wanataka kumchukua au tayari kashasainiwa Yanga. Lakini bado hilo likaenda likazima. Siku likapotea hilo. Siku ya nusu finali FA. Ile tunakula 3. Ile mnakula chuma 3 na Singida Black Stars. Baada ya game kuisha, Elie Mpanzu Volcano anaonekana anaenda viumba vya kubadilishia nguo vya Singida Black Stars. Bado tena zikaibuka tetesi zingine. Bwana msione lile jambo lililofanyika, lililokuwa zimezungumzwa. Yule bwana kule anaingia tu
lakini ni dhahiri shahiri anarudi Jangwani kama ilivyokuwa kwa Israel Mwenda. Ilionekana Singida wanamtaka. Israel Mwenda alikimbia. Alikimbia mwenyewe. Israel Mwenda alimkimbia Shomari Kapombe. Singecheza pale. Hii ya Mpanzu inakuaje? Hii ya Mpanzu maneno bwana. Subiri dakika za mwisho. Mpira umeisha ndio unajua Mpanzu yuko Yanga, yuko Simba, yuko Singida. Wewe ndio hapo utakapojua. Zinatajwa timu ngapi? Tatu. Wa kwanza ni Simba anayemmiliki. Ya pili Yanga, ya tatu Singida. Sasa kama alienda kuwasalimia wachezaji, mule si mna wachezaji kacheza nao kwenye vile vilabu. Tetesi wanasema ndo tayari, yani ile kama Yanga maneno ile ni ya Watanzania shekhe, maneno ya Watanzania tukai kuzusha. Kumbe ni uzushi. Hatukai kuzusha. Wewe subiri filimbi ipigwe. Bana jadwali la usajili limetoka. Mpanzu wapi? Umemaliza kazi. Subiri game zao 3 wakimaliza 9. Za ligi unafungwa ligi tunaanza kusikilizia. Wewe ni tetesi kama ameenda Mpanzu Yanga, Mpanzu ameenda Singida, niletee kitonge. Inatokea sasa pengine ni sahihi. Volcano wako kweli kaenda Jangwani. Inakuwaje kwa upande wako wewe? Sio mimi tu. Sio mimi tu. Itakuwa kile kilio cha sio mimi tu. Watu wengine tutashindwa kusalimiana. Kweli? Chama tu watu walishindwa kusalimiana. Blaza shikamoo, ameenda wapi? Tutashindwa kusalimiana. Na wala mimi naomba isitokee. Mwenyezi Mungu apishilie mbali upepo upite hivyo. Afanye mambo yake pale, huyu bwana amzuie. Alafu kwanza umenikumbusha Jairuti, namuuliza Jairuti basi liko wapi? Lizla linaitwa liko wapi basi? Si tunasimangwa. Basi kwenye maji limekaa muda mrefu. Mbona aliji basi? Kutoka nje mpaka kufika hapo na nakwambia unaweza kutembea zaidi hata siku 90. Siku 90 miezi mitatu. Inavyotembea. Miezi mitatu. Tangu amesema pale halijafika. Maana siku ile amesema basi hili liko kwenye maji linakuja. Sasa lilikuwa limepanda au lilikuwa bado halijapanda? Wewe unahisi nini Mzee Saidi mpaka mimi nimeuliza naomba basi liko wapi? Basi lifike. Lakini yule sisi tunasema kile tulichoambiwa. Ndio nataka kianza kutekelezwa mkooni. Tukione. Wanachama na mashabiki muweze kujidai zaidi. Tena mimi naomba lile basi lije. Sasa likifika basi hayo mengine ndio yafuate. Hayo mambo mengine ndio yafuate. Kama Elie Mpanzu akiondoka Yanga we fresh la basi limeingia ngoja kwanza basi mimi nimeuliza basi vipi? Basi sikashasema tayari linaweka lipo kwenye maji linakuja Mzee Saidi. Kwani tangu wamekaa pale kile kikao imeshafika miezi mitatu? Inakaribia maana walilizungumza kwenye ilikuwa kabla after derby ile ilikuwa. Muda mrefu. Bado hajafika Mzee Saidi. Ile ilikuwa mwezi wa 4, sasa hivi ndio mwezi wa 6. Tunamnalo sana lile basi. Haswa mimi. Wewe ule ujiko babu. Kwa sababu tayari ushaanza kujiwekea matawi na kujiproud kuonekana chuma inaingia. Sasa ule ujiko mwanangu. Ila linakuja. Nalije. Ruti analeta chuma inakuja. Nalije. Na ndio nyinyi mnakuwa wa pili. Alafu semaji anasema lile la Azam sio kama hili linalokuja. Kwa hiyo la kwenu ni la kwenu peke yenu ndani ya Tanzania. Kwanza na mtu yeyote. Kwanza lina rangi nzuri. Paka linatisha. Kabisa. Ni rangi nyekundu babu. Rangi ya damu. Rangi ya damu ile babu hatari. Rangi ya dhahabu ile. Ya majivuno. Alafu Mpanzu aende kwenye Yutong. Na akili kweli yule apishane na Starehe. Wewe. Wao wataka. Bwana mimi naomba Mungu lile basi lije. Nimekosa kombe na kupiga nalo picha. Nimekosa kombe na basi nalo nikose. Basi linakuja Jairuti kasema linakuja unakosaje Mzee Saidi? Dogo Jairuti na hela zako mimi naomba basi lije bwana. Fanya mpango. Mimi nazalilika bwana njiani humu. Fanya mpango basi lije. Likikanyaga lile basi kelele zote zimeisha. Ndio zile sera za kina Simba tutafanya hivi mwisho wa siku bwana wewe ndio hapo sasa na mimi na wasiwasi basi. Maana na Simba tunaahidiwa alafu mwisho wa siku zile ahadi zinaingia zinapotea. Zinapita tu zinaondoka tu. Wewe Mzee Saidi ili la kwanza unatoa salamu kwa Jairuti. Kwa Jairuti. Mzamini mkubwa na yeye. Bwana basi. Bado kuna mchezaji pia mkubwa alikuwa na mtaji. Nani yule alikuwa Mamaidi? Mimi nilimwambia wamlete Mayele. Lakini Mayele wale jamaa Pyramid hawezi kumwachia. Tayari kule kashakuwa MVP kashashughulika kule. Hawawezi kumwachia wale. Lakini Zeka kasema kwa dau lolote ataweka. Sasa yeye anashindaje kutoka pale alipokewa dau. Amchukue Fei tu hawezi bwana wewe. Amchukue Faisal? Wamchukue Fei tu kama inawezekana. Bilioni ngapi zile unazijua?
Ashindwa kumchukua Mayele. Wa kumfuatilia Mayele nani? Alafu kuna tetesi nasikia mjomba Kaburu anarudi pale. Wote watakuwa wanaongozana Yanga wachezaji. Subiri tu. Kaburu anarudi? Bwana wewe tumalize kama Mzee Saidi, jambo la mwisho tulimalizie. Tumalize. Bwana, kuna hili ni jambo ambalo wewe nataka ulifikishe taarifa. Unajua mtani wako bwana anachokifanya sio vizuri, lakini mimi nahitaji uwafikishie taarifa bwana kwa lugha nzuri ya Kiingereza. Jamani Yanga, nahitaji tarehe 15 mulete mechi dabi ifanyike. Gonga lugha yako kwa Kiingereza? Ili wakuelewe zaidi, kwa sababu wale sinajua viongozi. Hata kwa wao Kiswahili wengi watakuwa wao unajua mimi sijui Kiingereza. Mimi najua unafahamu. Ile ndio maana nataka ufikishe taarifa. Unawaambia Yanga is coming to from ground. Tugonge ngozi. Sasa tayari. Tayari kimenyoka. Yanga is coming. From ground. Gonge mechi. Sasa wewe unafikiri Kiingereza kipo? Wewe unafikiri sasa wewe unafikiri kila siku nitakuwa nakosa? Aka Mungu ndio kiko sawa sawa. Hiyo imepita. Yanga is coming. Yanga is coming from groundini. Gonge ngozi. Sasa this nini we dogo? We tarehe 15 kwa Kiingereza inaitwaje? Ngoja nisaidie yule. Unaweza ukasema unaanza pale 11 22 25 25 Yanga 25 is coming. Ground gozi wake pale wewe wazungu wenyewe wananielewa wewe. Wamekifikisha. Wamekifikisha wazungu. Mimi nimenyoka. Unaulisha upendisha. Mimi nasoma kila siku hapa Mbagala, wewe unafanya mchezo na Kiingereza. Mimi Kiingereza kinishinda. Bwana, huyo ndio Mzee Saidi anamaliza kwa hitimisho, anakuambia Yanga is coming ground 2025. Anawaomba mashabiki na wanachama wa Yanga, jamani dabi iwepo. Coming. All people's coming. Stadium ground. Tukiweke pale. Bwana, asante sana. Huyo ndio Mzee Saidi. Tunafunga kipindi. Msikose kutusubscribe YouTube, kutufollow TikTok na Instagram, Mr. Chapesa Media. Asante.